dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Biblia inasema dhambi zote mwanadamu atasamehewa, lakini dhambi moja mwanadamu hatasamehewa, ni dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Yesu alisema maneno haya kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 12 mstari wa 30 na 31, kwamba dhambi zote tutasamehewa, lakini dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu mtu hatasamehewa. Kwa nini Yesu hasamehi? Kwa nini Mungu hasamehi dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu? Na kumkufuru Roho Mtakatifu ni nini haswa? Unajua, ukisoma vizuri Biblia utagundua ya kwamba kumkufuru Roho Mtakatifu ni kuonyesha dharau dhidi ya Roho Mtakatifu, ni kupuuza utendaji kazi wa Roho Mtakatifu. Kumkufuru Roho Mtakatifu ni kukataa kwa makusudi utendaji kazi wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo umeona watu wanafunguliwa, watu wanaponywa, neno la Mungu linakuja linasema moyoni mwako na linazungumza na maisha yako, na unaona kabisa ya kwamba ni maisha yako, lakini kwa makusudi unapuuza, kwa makusudi unakataa, kwa makusudi unasema hapana, huyu sio Roho Mtakatifu. Kumkufuru Roho Mtakatifu ni kudharau kazi ya Mungu pale msalabani, ni kudharau utendaji kazi wa Mungu. Kumkufuru Roho Mtakatifu ni kuipa kazi ya Mungu majina ambayo hayapendezi. Kuna wakati walimwambia Yesu anatoa mapepo kwa nguvu ya mapepo Beelzebul. Kwa maana yake kumkufuru Roho Mtakatifu ni kuupa utendaji kazi wa Roho Mtakatifu majina ambayo hayapendezi. Huko ni kumkufuru Roho Mtakatifu. Umeona Mungu anatenda miujiza kupitia mtumishi fulani, kupitia watumishi fulani, lakini unakataa, unasema hapana, huyo sio Mungu, huyo ni Freemason, huyo ni mchawi, au anatumia mapepo, au watu wanaigiza. Unapofanya namna ile makusudi kutoka ndani ya moyo, maana yake ni kwamba upo kwenye hatua ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Sasa dhambi hii Biblia inasema haisamehewi. Kwa nini? Kwa sababu kumkufuru Roho Mtakatifu ni kukataa msamaha wa Mungu. Kumkufuru Roho Mtakatifu ni kumkataa Roho Mtakatifu mwenyewe. Sasa usamehewi si kwa sababu Mungu hataki kukusamehe, si kwa sababu Mungu amekukasirikia. Usamehewi kwa sababu umekataa Roho Mtakatifu mwenyewe. Unajua, hawezi akalazimisha kuingia ndani yako, hawezi akakaa ndani yako kama hujamkubali. Kwa hiyo mtu hasamehewi kwa sababu amekataa msaada kwa mikono yake mwenyewe. Ni kama vile unatakiwa kuingia ndani, lakini ufunguo unao wewe mwenyewe, umekataa kufungua mlango, maana yake huwezi kaingia ndani. Maana yake ni kwamba mtu ambaye anamkufuru Roho Mtakatifu hamtaki Roho Mtakatifu, anamdharau Roho Mtakatifu, hahitaji msaada wake. Ndio maana Biblia inasema dhambi hii haisamehewi, si kwa sababu Mungu amekataa kusamehe, ni kwa sababu anayetakiwa kusamehewa hamtaki Roho Mtakatifu. Sasa kumkataa mtumishi fulani au kuwa na wasiwasi na mtumishi fulani sio kumkufuru Roho Mtakatifu. Japo kukataa watumishi wote wa Mungu unaowaona wanaotenda kazi ya Mungu na ni waaminifu kwa Mungu inaweza ikawa ni hatua mbaya sana ya kuelekea kwenye kumkufuru Roho Mtakatifu. Kumkufuru Roho Mtakatifu, mtu ambaye anamkufuru Roho Mtakatifu ni kwamba moyo wake yeye umeshakuwa jiwe, ameshakuwa na moyo wa jiwe. Anasema sitaki kusikia kuhusu Roho Mtakatifu, siamini kuhusu utendaji wake, ninajua hawezi kufanya jambo fulani, hawezi kutenda kwenye maisha yangu, hawezi kubadilisha chochote. Mtu huyu anamkufuru Roho Mtakatifu. Sasa ni muhimu sana ukajifunza, ili kusudi na wewe usije ukajikuta umeingia kwenye mtego wa kumkufuru Roho Mtakatifu. Ni muhimu sana ukakwepa mtego, kwa sababu watu wengi sana wanajikuta wanamkufuru Roho Mtakatifu pengine bila kujua. Sasa kuna mtu ambaye yeye hamwamini Mungu, anatukana kazi ya Mungu au anadharau kazi ya Mungu kwa sababu hamwamini Mungu, lakini mtu huyu yuko tayari kufundishwa, yuko tayari kukaa darasani ili kusudi aweze kufundishwa na kuelewa utendaji kazi wa Mungu. Lakini kuna mtu hamwamini Mungu na moyoni mwake au kwa kinywa chake mwenyewe ameshakiri na kusema kwamba hata iweje, siwezi nikaamini kuhusu utendaji kazi wa Mungu. Mungu hawezi kutenda hivi na hivi na hivi. Mungu hana uwezo huo.
Mtu huyu anamkufuru Roho Mtakatifu. Lakini mtu ambaye hana imani kawaida, huyu amkufuru Roho Mtakatifu. Mtu na mbaya sana, hii iko kwa watumishi wengi wa Mungu, wako kwenye hatari kubwa sana ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Kwa nini wako kwenye hatari ya kumkufuru Roho Mtakatifu? Kwa sababu watumishi wengi wa Mungu wanasema Mungu amenionyesha jambo fulani wakati hajamuonyesha. Mungu ameniambia jambo fulani wakati hajamwambia. Huku ni kusema uongo juu ya Roho Mtakatifu, na dhambi hii huwezi ukasamehewa. Sasa mtu huyu pengine anasema hivyo kwa maslahi yake binafsi, anasema hivyo ili awe maarufu, anasema hivyo ili apendwe na watu, anasema hivyo ili akubalike katikati ya watu. Mtu huyu yuko kwenye hatari na anamkufuru Roho Mtakatifu kwa sababu anasema uongo juu ya Roho Mtakatifu. Lakini kuna yule mtumishi ambaye amekosea kutoa unabii, amesema labda Mungu amenionyesha jambo fulani ikawa sio sahihi. Mtu huyu anaanguka kwenye kundi la mtu ambaye amekosea kawaida, lakini sio kwamba anamkufuru Roho Mtakatifu. Sasa utajuaje kwamba unamkufuru Roho Mtakatifu? Cha kwanza ni kwamba utakosa amani. Ukizungumza kibaya kuhusu kazi ya Mungu utakosa amani. Lakini cha pili, ni muhimu sana tukajifunza kutokuwa na maneno mengi juu ya watumishi wa Mungu. Nimesema kuwa na wasiwasi juu ya utendaji kazi wa mtumishi fulani sio dhambi. Mtumishi fulani anaweza akawa anatumiwa kweli, watu wanapona, wanafunguliwa, lakini kuna nguvu za giza nyuma yake. Lakini kuna wengine wanafanya sio wao, ni Mungu ndani yao ndiye anayefanya. Sasa Biblia inatupa kipindi cha uangalizi cha kuangalia yule mtumishi, kupima roho iliyoko nyuma yake. Ni kipindi cha uangalizi. Sasa kipindi hicho unaweza kuwa na wasiwasi na yule mtumishi. Kuwa na wasiwasi na mtumishi fulani sio kumkufuru Roho Mtakatifu. Japo kuwa na wasiwasi na kila mtumishi wa Mungu inawezekana ukawa kwenye hatua kubwa sana ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni muhimu sana unapokuwa kwenye kipindi cha uangalizi kupima roho iliyoko nyuma ya mtumishi fulani. Usitoe comment za mwisho, kwa sababu unaweza ukajikuta unampinga Roho Mtakatifu bila wewe kujua. Unaweza ukajikuta unamkufuru Roho Mtakatifu bila wewe kujua. Pamoja na kwamba dhambi hiyo inasamehewa, lakini ni muhimu sana ukajitahidi moyo wako. Mtu ambaye anamkufuru Roho Mtakatifu ni kwamba moyo wake umeshakufa. Moyo wake yeye haamini chochote kuhusu utendaji kazi wa Mungu. Moyo wake umekufa, hasikii chochote ukimwambia kuhusu Mungu, haelewi chochote kuhusu Mungu. Alishasema mimi nikifa msiniambie chochote kuhusu Mungu, mfuate utaratibu, kanisani sitaki chochote. Mtu huyu ni kwamba amefika kwenye hatua mbaya. Lakini neema ni kwamba ukiomba Mungu kwa ajili ya huyu mtu, Mungu anajua mwenyewe namna ya kulinda watu. Kwa hiyo ni dhambi ambayo haisamehewi, kwa sababu mtu mwenyewe kwa kutambua kwake, kwa ufahamu wake, amekataa mwenyewe msaada wa Roho Mtakatifu.